أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوني قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا وقال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي قد من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Tuseme sote amin. Dhalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayka wama kunta ladayhim idh ajma'u amrahum wa hum yamkurun wama kana aktharu an-nasi walau harasta bimu'minin. Basi tuweke hapo alama kwa leo. Kimsingi hapa ndio simulizi la Nabii Yusuf katika Qur'ani linapoishia, na hasa hiyo aya ya nyuma yake kabla ya hii tunaweza tukaiacha hiyo ma aktharu nasi walau harasta bimu'minina ya 100 na ngapi na 3, tunaweza kuiacha tukaja tukaanza na hiyo ili tu insha Allah taala tuje tuanguke kwenye 111 ndi kamili ambapo tutakuwa tunahitimisha suratu Yusuf. Suratu Yusuf aya ya 90 na ngapi na 4 ndio tunayoanza au sio bwana? Walamma fasalatil iru ndio tunapoanza hapo. Na pale ulipopambanuka msafara, na pale ulipopambanuka msafara, yani umeachana na mji wa Misri au umeanza sasa kuingia katika ardhi ya Lebanon. Ngoja tufahamiane kidogo, kwa sababu watu wengine uzoefu wa safari kwao ni mdogo. Naona macho tayari wananitumbulia, hawajaipata picha. Wakati wa safari kuna kuwa na alama za watu wazoefu zinazowaonesha kuwa sasa tunatoka katika mji fulani au sasa tunaingia katika mji fulani. Kwenye mambo ya kiutawala kuna kuwa na mipaka ya wilaya. Kuna bango linaandikwa sasa unaingia wilaya ya Magharibi, sasa unaingia wilaya ya mjini. Haya ni mambo ya sasa, kuonesha kwamba hapa ndipo inapoishia wilaya fulani na hapa inaanzia wilaya fulani. Na miji hali kadhalika inakuwa na njia zake za kutoka na njia zake za kufanyaje, za kuingia. Kwa watu ambao wameishi katika nchi kubwa wanafahamu sana haya, lakini kwa nchi kama visiwa kwa kidogo kuna kazi. Lakini ngoja tuifahamishe. Kwa mfano, watu wa Zanzibar wanapotoka kwenda Tanzania bara kupitia bandari hii ya Malindi tu, au hata wakitokea Fumba kwa sasa, wakiuvuka mnara wa Chumbe
kwenye kisiwa tayari wamepambanuka kuacha manispaa ya nini ya Zanzibar. Sasa wanaingia kwenye bahari kubwa, bahari ya Hindi. Na kama wanakuja kutoka Dar es Salaam, wakishafika kwenye kisiwa cha Chumbe tayari wameingia kwenye manispaa ya nini ya Zanzibar, na tayari wameshapambanuka kuingia katika mji wa nini wa Zanzibar. Kwa wale wanaokwenda Pemba, kuna mnara kule unaitwa Mwanamwana kaskazini huko, wakiutoka ule tayari wameondoka katika kisiwa cha Unguja, wanaingia katika kisiwa cha nini cha Pemba. Na wakitoka Pemba kuja hivi tayari wanaingia, wakiukuta mnara wa Mwanamwana, manake tayari wameshafanyaje, wameshaingia sasa katika kisiwa cha Unguja. Zile ndo sehemu za fasalatil iru, za kupambanuka misafara. Tumetoka mahala pamoja tunaingia mahala pengine. Wale wa Dar es Salaam, ukishatoka Ubungo unakuja zako Kimara huko, unapanda alafu baadaye sasa unaambiwa sasa unaingia Kongoe, wilaya ya Kibaha hiyo. Sasa tayari umeshaiacha Dar es Salaam. Na kama unatoka kule unaingia Kongoe, unakuja zako, ukitoka Kongoe ndio unaingia sasa unaingia manispaa ya Dar es Salaam au manispaa ya Kinondoni. Hasa kwa sasa inakuwa manispaa ya Kinondoni. Na kule upande wa Ilala hali kadhalika kuna eneo lake, na upande wa Temeke kuna eneo, upande wa kuja Bagamoyo kuna eneo lake. Ukivuka mbwa sasa umetoka mkoa fulani umeingia mkoa fulani, umetoka wilaya fulani umeingia wilaya fulani. Tumefahamiana hiyo fasalatil iru. Manake ikiwa hujaingia kwenye mambo ya utawala na mambo ya siasa, kuna baadhi ya aya huwezi kuzitafsiri, utapita tu haraka. Sasa je, umepambanuka msafara huu kutoka Misri au umepambanuka kuingia Lebanon? Kama ni kutoka Misri, ina maana umeacha mbali sana, bado huko Lebanon na kule ni mbali sana. Lakini kama umepambanuka sasa unaingia katika ardhi ya Lebanon, sasa hapa ni Kanaani, ni karibu zaidi kuliko kule. Lakini itakavyokuwa walamma fasalatil iru, na ulipopambanuka msafara yani kuachana na mji mmoja kuingia mji mwingine. Qala abuhum, akasema baba yao huku Kanaani, inni, hakika mimi, la ajidu, kweli naipata, riha Yusufa, harufu ya Yusufu tayari naipata mimi, naipata harufu ya Yusufu hivi sasa. Anawaambia watu walioko pale, waliobaki nao pale kijijini, ule msafara umeondoka kule, umeachana tu na nchi ya Misri, unakuja zake Lebanon, au umekaribia tu kwenye mpaka wa Lebanon, tayari huyu baba yuko Kanaani, anasema inni la ajidu riha Yusufa, mimi naipata harufu ya nani? Ya Yusuf. Tayari nainusa kwenye pua yangu harufu ya Yusuf, huyo anakuja. Hii ni karama kubwa, huyu ni nabii. Hiki kinakuwa kama kiagu. Kuna watu wanakuwa Mungu anawapa tu, wakati mwingine kukaa tu akasema na hisi leo kama tutapata mgeni, alafu ghafla huyo kaingia na mabegi. Kwa hivyo inakuwa kama ni hisia fulani Mungu anampa, zinakuwa ilhamu, na kwa mitume mpaka inakuwa ni wahai. Sasa inni la ajidu riha Yusuf, hakika mimi ninaipata harufu ya Yusuf, laula an tufanniduni, isingekuwa kuwa mtanivunja hoja yangu. Fannada manake kumvunja moyo au kumvunja hoja, yani kumkatalia. Isingekuwa mtanivunja hoja yangu, ningekwambieni mengi. Jawabu laula mahdhufu la qultu lakum kathiran, ningekwambieni mengi sana, lakini naona nikisema hayo mtanivunja mimi moyo, mtanivunja hoja yangu, basi nakwambieni hili tu, inni la ajidu riha Yusuf, mimi ninaipata harufu ya nini? Ya Yusuf. Zamani tulikuwa tukizungumza hivi, watu wako wanaona kama Kiswahili chetu kibovu, harufu. Siku hizi wanasema katika mkataba huu kuna harufu ya rushwa. Wanasema mpaka waandishi wa habari siku hizi, kuna harufu ya nini? Rushwa inanukia, au mambo yananukia, wanatumia sasa hivi. Lakini mwanzo ndipo tukisema sisi, hasa tunapotafsiri kama hivi aya, wanaona kama vile tunazungumza Kiswahili cha ajabu. Sasa hivi tayari wao wenyewe wameshakubali. Ndio maana mimi nilichojifunza kimoja wapo katika hii dunia, ukishaliamini jambo ukaona liko sawa sawa, usiogope kulitetea hata kama linapingwa, kwa sababu kama hawajalikubali leo watalikubali
Kesho kama hujakubali kesho, utakubali kesho kutwa, na unaweza kaja kulikubali wewe ushakufa. Mimi nimejifunza hicho katika maisha, kwamba kitu utakachokiamini kwa hoja usiogope kukitetea hata kama unapingwa. Na mimi amenikuta sana hayo, kutetea mambo niliyopingwa na baadaye anakuja vile vile nilivyosema. Kwa hivyo nazidi kupata matumaini, alhamdulillah. Kwa hivyo nakwambia na nyinyi, kitu ulichokiamini kwa hoja usiogope kukitetea. Wakati mwingine watu wanakuwa hawajakifahamu, au wengine wanakuwa hawakitaki kwa wakati ule, hawako kwenye mudi, linakuwa mambo mengi yanaweza kazuia lisikubaliki, lakini usiogope kukitetea. Sasa sema laula antufanniduni, isingekuwa mtanivunja mimi ningesema mengi, lakini najua mtanivunja hoja yangu, mtanivunja moyo katika neno nasema. Basi nakwambieni hili tu, inni la ajidu riha Yusufa, mimi ninaipata harufu ya Yusufu hivi sasa hapa nilipo. Hakuna jambo gumu kama hilo, ikiwa watu wanaamini kwa Yusuf kashakufa, alafu kwa miaka yote wewe uamini bado yuko hai, na sasa uambie na harufu yake ndo ninaipata. Itaka moyo na maini na mafirigisi vishirikiane vyote ndo uweze kutamka maneno haya. Lakini akasema walamma fasalat al-iru, na ulipopanuka msafara. Na hii inaelekea zaidi kule Misri, ulipouacha tu ule mji ukatoka kwenye mji wa Misri. Na zamani miji mikubwa inatengenezewa ukuta unazunguka, halafu kuna milango tofauti. Unakumbuka aliwaambia ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa, wanangu msende mkaingia kwa lango moja, ingieni kwa malango tofauti. Kwa hivyo mji ule ulikuwa umezungushiwa malango. Kwa hivyo inaelekea walipotoka tu ule msafara unapotoka kwenye ile milango ya ule mji wa Misri, yeye tayari huko akiwa Kanaani anapata harufu. Ndio walamma fasalatil, na ulipopambanuka msafara, qala abuhum, akasema baba yao huku wanakoishi, inni la ajidu riha Yusufa, hakika mimi ninaipata harufu ya Yusufu hivi sasa. La ajidu fi'l mudhari, na imeingia lamu hapo kuonesha kwamba lilhudhuri, yani hivi sasa, sio kwamba nitaipata baadaye, hivi sasa ninaipata. Laula antufanniduni, isingekuwa mtanivunja hoja yangu, mtanivunja moyo, ningekwambieni mengi sana. Ndio jawabu ya laula mahdhuf takdiru la qultu lakum kathiran. Na hizi lau na laula zina tabia hiyo ya kusema maneno nusu, alafu mwingine ukaachiwa ujaze mwenyewe. Yaani mtu kapita mahala akaona madafu akasema ningekuwa na pesa, alafu akanyamaza. Maana yake nini? Ningenunua yale maneno, ningenunua kayaacha. Au kama mtoto hivi anakufanyia vitu, ningekuwa na bakora wewe, alafu basi. Maana yake nini? Ningekupiga. Au ukamwona mwanamke mzuri ukamuuliza umeolewa, sema mimi mjane, ingekuwa sina wake wanne, bahati yako we. Maana yake nini? Ningekuwa. Sasa zile ninge zile zina tabia ya kuyaacha maneno yakajazwa. Laula antufanniduni, isingekuwa mtanivunja moyo, basi la qultu lakum kathira, ningekwambia ni mengi mimi kuhusu Yusuf. Lakini najua kazi yenu nyewe kunivunja moyo, ndo nimesema haya machache kwamba mimi sasa hivi ninaipata harufu ya nani? Ya Yusuf. Qalu, wakasema tallahi, tunaapa kwa Mungu, innaka, hakika wewe, la fi dhalalika, kweli umo katika upotofu wako, alqadim, ule wa zamani. Unaona tayari ni yale yale aliyosema mtanivunja nini? Moyo, mtaivunja hoja, na hapa tayari unaambia tallahi, tunaapa kwa Mungu, innaka, hakika wewe, la fi dhalalika alqadim, uko katika upotofu wako ule wa zamani mkongwe kabisa. Yale ya kusema Yusuf hajafa, kila siku maneno hayo tu. Wewe kwa hivyo wanamvunja moyo. Uko katika upotofu wako wa zamani wa kwamba Yusuf hajafa. Yusuf kesha kufa zamani gani? Wewe umekaa tu bado miaka yote hayafi mawazo hayo kwenye kichwa chako. Tallahi innaka la fi dhalalikal qadim, tunaapa kwa Mwenyezi Mungu, hakika wewe uko katika upotofu wako wa zamani, upotofu mkongwe. Mawazo yako mabovu yale bado unayo tu, hayajatoka. Basi yeye hakuendelea nao kwa sababu alijua watamvunja nini? Moyo. Kwa hivyo keshayazoea maneno yao, hayamkeri tena.
anasubiri Mwenyezi Mungu tu atakapoleta hatma. Falamma anjaa albashiru, basi pale alipokuja mtoa bishara, yule mtoa habari njema. Albashiru ni mtoa habari njema. Bashiru, basi pale alipokuja yule Bashiri ni mtoa habari njema, amleta ile taarifa. Yule atakayembashiria kumwambia Yusufu yupo, lakini kwa ile lugha ya kitaalamu. Alqahu, aliiweka ile kanzu, ala wajihi, penye uso wake, yani akamwekea mbele pale. Yule mzee alikuwa haoni, lakini penye vile vitu vyake alipokaa, kama ni meza, kiti, jamvi, akamwekea ile kanzu pale mbele ya uso wake, ili akipapasa hivi aweze kuiona. Alqahu ala waji, akaiweka mbele ya uso wake. Wako wafasiri wengine wamepita vibaya, wasema akaitupa kwenye uso wake, ni kumtupia usoni. Lakini hili halitegemewi kuwa ni tafsiri sahihi. Kwa sababu gani? Itakuwa si adabu. Kwanza yule ni mtu mzima, alafu hiyo kanzu kapewa na Yusuf ampelekee baba yake. Wewe kweli ukiambiwa hebu mpelekee babangu hicho kitu, hata kama kipofu utamtupia usoni? Mimi sikubaliani na tafsiri ya kumtupia usoni. Sema ilikuwa dawa, na dawa ampake, kwa dawa inatupwa. Kama ilikuwa dawa, sio ampake usoni, sio amtupie. Lakini wako waliotafsiri hivyo, nasema na kwa sababu pressure imeshuka, yule mzee basi akitupiwa atakasirika, itapanda pressure, ndio itakuwa vizuri zaidi kupona kwake. Lakini mimi sioni kama ni tafsiri makini. Tafsiri makini akaiweka penye uso wake. Alqahu ala wajhi, akaiweka penye uso wake. Fartadda, akarudi basira, anaona. Akarudi ana nini? Anaona. Yani pale pale akapata nuru yake ya macho, akawa anaona. Na hii ni kwa sababu ile kanzu ilipowekwa pale, alipoishika akajua kuwa kanzu hii ni zawadi imetoka kwa Yusuf. Akapata matumaini, ikamjia faraja. Ile hali ya kukata tamaa ikafanyaje? Ikaondoka. Ikamjia shangwe ndani ya nafsi yake na furaha. Kwa hivyo kiza cha macho kikafanyaje? Ikamuondokea. Huzuni na majonzi vikafanyaje? Vikaondoka, akapona. Na bila shaka ndani yake mna kudra ya Mwenyezi Mungu, uwezo wa Mwenyezi Mungu umefanya kazi. Lakini sababu za kibinadamu tunazisema ni hizo. Kwa nini? Kwa sababu huyu mzee alikuwa ana desturi ya kudarizi kanzu, kutengeneza kwa mkono, anashona kwa mkono zamani akifanya hivyo. Sasa katika watoto wake alikuwa anakaa naye wakati anadarizi alikuwa ni Yusufu. Kwa hivyo Yusufu akawa anaona vile baba yake anavyofanyaje, anavyodarizi, na anapenda ile kazi. Wale wenzake wengine wote walikuwa hawashughuliki kukaa na baba yao wakati anadarizi. Ni kama vile ukiwa na mzazi anapika kahawa, alafu watu wote wakawa hawakai, isipokuwa mmoja katika wanawe anakaa, muone babake anapotwanga ile buni, anapokoroga. Kwa hivyo akifa yule mzee au akiwa naumwa au hayupo, yule mtoto anaweza akabahatisha kutengeneza nini? Kahawa. Na si hilo tu, mambo mengine yote ya kazi, ikiwa mwanao mmoja anapenda kuwa na wewe, basi atafata. Kama ni ufundi, kazi ya mkono, ataiga. Wale wengine usioitaka watakuwa hawaijui. Sasa Yusufu alishona kanzu, akadarizi kama vile alikuwa akifanya baba yake. Tena wanasema akaidarizi ile ambayo walirudisha ndugu zake na damu. Si walikuja na kanzu ya kisingizio wakaipaka damu? Walimvua. Kwa hivyo akaenda akadarizi kwa kitambaa kama kile, na uzi kama ule, na mshono ule akadarizi. Akajua kwa hii akipelekewa baba yangu hii, akaigusa tu kuitizama, akajua hii ndo kama ile ndo itengeneza mie. Lakini atajua kwamba liletewa ina damu, kwamba Yusufu kafa, huyu anaileta mwingine atakuwa ndo Yusufu anayeonesha kwamba mimi sijafa, niko hai. Wakawa wamezungumza bila ya watu wengine kujua. Na huyu mtoa bishara wala hakuwa katika ndugu zake, ni mtu mwingine kabisa. Fartadda basira, akarudi ana nini? Anaona. Na tumesema irtadda manake amerudi, kama ilivyokuja kwenye Kahfi, fartadda ala atharihima qasasa, wakarudi juu ya athari zao, wanasimuliana, tulipita hapa, tulikanyaga hapa, alama zetu hapa. Ndo asili ya kurtadi, ni kurudi
Tena baadaye kumetumika kwa kafiri aliyesilimu alafu akarudi ukafirini, anaambiwa kartadi, yani karudi ukafirini. Tena sisi tumelitumia tu, mtu akihama Uislamu tu anaitwa kartadi hata kama hajawahi kuwa kafiri, lakini hasa mahala pake ni mtu ambaye aliwahi kuwa kafiri akawa Muislamu alafu akarudi kafirini, huyo ndio alortadi. Fartada basira, basi akarudi anafanyaje? Anaona. Qala, akasema sasa baba yao, alam aqul lakum, je sikukwambieni nyinyi? Kama ilivyokuja kwenye kafi, qala alam aqul laka, qala akasema alam aqul lakum, je sikukwambieni nyinyi? Inni, hakika mimi, a'lamu min Allahi, najua kutoka Mwenyezi Mungu, ma la ta'lamuna, msichokijua nyinyi, kwamba Yusuf hajafa. Mkanibisha hapa we, mkanikatalia muda wote, mkanambia nitakuwa mwehu mwisho. Haya, yaoneni sasa. Kanzu ndio hii inayoashiria kuwa aliyeitengeneza, aliyeidarizi kwa mkono wake ni Yusuf, na kwamba sasa kampa mtu aniletee, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu sasa nimerudi, nguvu yangu ya macho imerudi, presha iko sawa sawa, naona. Anawasuta wale waliomkatalia kwa Yusufu yuko hai, anawasuta. Qalu, wakasema, ya abana, baba yetu we, astaghfir lana dhunubana, tuombee msamaha dhambi zetu, tuombee msamaha dhambi zetu. Kwa nini wamwambie baba yao awaombee msamaha dhambi zao? Wasiseme sisi nastaghfirullah, tunamuomba msamaha Mwenyezi Mungu kwa dhambi zetu, dhunubana. Wasema tuombee wewe, kwa sababu walimuona baba yao muda mrefu wamekuwa na msimamo wa ukweli, na kwamba wao wamempinga na kumkaidi muda wote. Lakini sasa Mwenyezi Mungu amekuja kuthibitisha alichokuwa akisema baba yao kuwa ndio sahihi. Kwa hivyo wamemwona huyu ni mtu mwenye msimamo na ni mtu wa Mungu kwa kweli. Kwa hivyo atakubalika zaidi kwa Mwenyezi Mungu kuliko sisi. Tuombee msamaha madhambi yetu. Wanakubali kwamba wamefanya madhambi, umefanya makosa, na hasa lile la kumtupa Yusuf na kusingizia kuwa kaliwa na mbwa mwitu, lile ni kosa kubwa walilofanya. Kwa hivyo tuombee msamaha madhambi yetu. Na inajengwa hoja hapa kwamba si kosa mtu kumwambia mwingine amuombee msamaha kwa Mwenyezi Mungu atakapokuwa kaamini kwamba huyu ni mcha Mungu kuliko yeye, si kosa. Lakini tena kuna baadhi ya watu wameitumia vibaya. Unajua sisi Waislamu kuna baadhi ya fursa tunazitumia vibaya. Inakuwa kama sija kuombea mimi msamaha kwa Mungu husameheki wewe, njoo hapa tukufanyie istighfari, wewe una madhambi mengi. Sasa ishageuka, huyu anajitapa sasa na kujiona. Lakini kuombwa yeye awaombee watu msamaha hakujawa na ubaya. Walau annahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu, kama wangekujia wakamwomba msamaha Mwenyezi Mungu na mtume akawaombea msamaha. Kwa hivyo habari za kuwaombea msamaha watu zipo. Unaweza ukaombea wazazi wako na wazazi wako unaweza kukuombea wewe, unaweza kumwombea shekhe wako na shekhe wako akakuombea wewe, kwa sharti la kwamba anayeomba na anayeombewa wao wamekubali wote mambo haya au wako hai angalau. Yule aliyekufa kuna maneno kidogo. Kama kafa kama Muislamu ina nafuu, lakini kama kafa si Muislamu au mwenye madhambi inakuwa ngumu. Mada yake pana, tukitaka kwenda naye huko. Ibrahim kule aliambiwa simuombee tena baba yake nini msamaha, kwa sababu hakuwa ana imani. Kwa hivyo ina masharti yake, sio kwamba mnaombeana tu misamaha. Qalu ya abana, wakasema baba yetu, astaghfir lana dhunubana, tuombee sisi msamaha madhambi yetu. Inna, hakika sisi, kunna khatiina, tulikuwa wakosefu, tumefanya makosa. Khata, tulifanya makosa. Inna kunna khatiina, hakika sisi tulikuwa wakosefu, tulikuwa watu tuliofanya nini? Makosa. Kwa hivyo sasa wanakuja kukiri na kukubali kosa
kosa lao katika dakika hizo za mwisho. Qala, akasema baba yao, saufa astaghfiru lakum rabbi, nitakuja kukuombeeni msamaha nyinyi kwa Mola wangu. Saufa, si sasa hivi, bado mambo hayajawa tayari, mpaka tukutane na Yusuf kwanza. Ndio maana akatumia neno saufa, hakusema saastaghfiru. Kwa Ibrahim alimwambia babake saastaghfiru laka rabbi, kasema lakini ukasema saufa, nitakuja kukuombeeni msamaha kwa Mwenyezi. Si leo. Ile inaonesha ni karibu, lakini saufa inaonesha ni mbali. Tumefahamiana tofauti ya na saufa katika matumizi ya Kiarabu fasaha. Ni ya wakati wa baadaye, lakini si mbali. Saufa ni baadaye, lakini kwa muda mrefu. Akasema saufa astaghfiru lakum rabbi, nitakuja waombea msamaha nyinyi kwa Mola wangu. Innahu, hakika yeye huyo Mola wangu, huwal ghafurur rahim, ndio yeye mwingi wa msamaha mwenye huruma. Kwa hivyo naamini atakusameheni kwa huruma zake. Unaona kazi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu kule kukubali msamaha, kuomba msamaha, ni kutokana na sifa hizi mbili za kwamba yeye ni mwingi wa kusamehe na mwenye huruma. Msamaha unakuja kutokana na huruma. Kama mtu hana huruma, hawezi kuwa na tabia ya kusamehe. Innahu huwal ghafuru, hakika yeye ndio yeye mwingi wa msamaha mwenye huruma. Kazi fanya hizo dhamiri mbili, innahu huwa, hakika yeye ndiye yeye Mwenyezi Mungu, al-Ghafuru, mwingi wa msamaha. Ghafur maana yake mwingi wa msamaha, ar-Rahim mwenye huruma, mwingi wa kusamehe mwenye huruma. Basi hayo ndio yalikuwa mazungumzo ya baba yao na wale ndugu zake. Falamma dakhalu ala Yusufa, Mwenyezi Mungu kama alivyokuambieni katika kisa kama hiki hatiririshi matukio yote. Si aliwaambia waatuni bi ahlikum ajmaina, na nijieni na familia zenu zote, tumesema katika somo la jana. Kwa hivyo ina maana wakaondoka wote kutoka Kanaani, wote, baba, mama, ndugu, watoto wa ndugu, wake za ndugu, wote, ukoo mzima wamebebana kama zizi la mbuzi au la ng'ombe, wanakwenda zao wote, wamehama. Bi ahlikum ajmaina, watu wenu wote. Kwa hivyo wakaondoka wote, ukoo mkubwa sana, wakaenda zao kutoka Kanaani. Wanakwenda wapi? Misri. Falamma dakhalu ala Yusufa, basi walipoingia kwa Yusuf. Na inaelekea hapa kama inavyosema katika historia, Yusuf alikuwa tayari ana makazi yake, ana villa, ana jumba lake la kifahari, lina vyumba vya kutosha, lina ukumbi mkubwa, kiti cha kukaa na nini, wageni na hivi Kwa hivyo yuko vizuri yani, sababu keshapewa cheo, ndo al-Azizu tumesema jana, kisha kwa yeye ndo mkubwa pale kwa niaba ya mfalme, na mfalme akiwa hayupo yeye ndo mtawala pale. Kwa hivyo nyumba yake ilikuwa ni ya maana sana. Falamma, basi walipoingia ala Yusuf, kwa Yusuf, awa ilaihi, aliwaweka kwake, abawaihi, babake na mamake. Yani ile eneo lake lina bungalows, kwamba hii ya Yusufu pengine na vyumba viwili self container na chake na ukumbi na nini, alafu ile kule kufikia mgeni, ile kule kufikia mgeni, ile kule ziko nyumba ndogo ndogo nyingi. Wale ndugu zake akawaacha kule mizigo yao na nini, watafikia angawa wakati wa kula kuzungumza, watakuja wote pamoja. Lakini hapa anapokaa yeye, chumba cha babake na mamake, watakaa hapa. Na inaelekea kwamba yule mama yake aliyemzaa ndo alikuwa naye baba yake mpaka hizi dakika za mwisho. Yule mama alowazaa wale wengine pengine alikuwa alishafariki, kwa sababu hapa inaonekana wametajwa wawili tu, abawai. Au kama kaja nao mzee wote wawili, basi yule mmoja akamwambia wewe utakaa kule, ikifika zamu yako baba mkubwa atakuja kwenye chumba chako. Awa ile aliwaweka kwake abawaihi, babake na mamake, akawa nao karibu katika eneo lake.
awa ilaihi abawaihi. Waqala, na akasema katika kuwakaribisha, dukhulu Misra, ingieni katika mji wa Misri. Dukhulu Misra, karibuni Misri, ndio maana yake. Na Misri katika Qur'ani ikitajwa bila ya tanwini kama Misra na Misru, na bila kuingia kisra, kwa dhumma moja au fatha moja, ndio inakusudiwa nchi ya Misri yenyewe. Lakini ikitajwa kwa tanwini Misran kwa fathatain au Misrun mathalan kwa dhummatain, inakuwa ni mji wote ule. Udkhulu Misran insha Allahu aminin. Kuna ikija Misran inakuwa mji wote ule. Kule kwa Nabii Musa na mambo ya Yusha bin Nun ilitajwa Misran, fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minina. Hata katika Al-Baqara, dukhulu Misran, walipoambiwa ingieni katika mji pale, Misran kwa tanwini ni mji tu mwingine, sio nchi ya Misri. Duniani kuna wakati mwingine majina yanatatanisha, yanafanana. Mnajua kama duniani kuna Dar es Salaam mbili? Duniani kuna Dar es Salaam mbili, na yote ni miji tena mikubwa. Dar es Salaam ya kwanza nyote mnaijua, ya pili anayejua anyoshe mkono. Iko Brunei. Mji wa Brunei unaitwa Dar es Salaam. Brunei mji mkuu wake unaitwa Dar es Salaam. Kwa hiyo Dar es Salaam ziko mbili. Sasa ikitaja tu Dar es Salaam, Dar es Salaam ipi? Dar es Salaam ya Tanzania au Dar es Salaam ya Brunei? Unaona? Na iko Dar es Salaam ya tatu, lakini haitamkwi hivyo. Nani anaweza kujua? Inabadilishwa matamshi. Jerusalem ya Israeli, Yerusalem, wenyewe wanasema Yerusalem. Ukitafsiri kwa Kiarabu manake Dar es Salaam, ndio hiyo. Kwa Kiisraeli Yerusalem, Jerusalem. Ile Shalem au Salem manake ni salam. Ndio ile Selem ya kule kwenu Pemba, nayo ndio hiyo. Unapajua Selem we au kanga gani tu unaijua hiyo Selem kwa gogo huko. Kwa hivyo Misran kwa tanwini ni mji wowote tu, lakini Misra au Misri, Misra itakuwa kwa fatha moja au dhumma moja, ndio nchi ya Misri. Kwa hivyo hapa anawaambia waingie katika mji wa Misri, anawakaribisha dukhulu Misra bila ya tanwini. Umeona insha Allahu aminin, apendapo Mwenyezi Mungu kwa amani. Ikiwa Misran ingekuwa mji wowote unataka, lakini Misra ni moja. Ingieni katika mji wa Misri apendapo Mwenyezi Mungu kwa amani kabisa, anawakaribisha. Warafaa abawaihi, akawanyanyua baba yake na mama yake. Na tumesema matumizi ya Kiarabu, ukisema abawaihi anakuwa baba na mama, sio baba zake wakawa wanaume watupu, kama kwenye mirathi ilipokuja kwenye sura Nisa, wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu. Na baba yake na mama yake kila mmoja atapata nini? Sudusu. In kana lahu walad fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Na ikiwa hana mtoto akarithiwa na baba zake wawili, yani baba yake na mama yake, fali ummihi thuluth, basi mama yake atapata thuluth. Kwa hivyo mama kaingia kwenye abawaihi. Ndio hatutafsiri baba yake tu, au baba anasema wazazi wake, au baba yake na mama yake. Ili neno abawaihi tunalitafsiri hivyo, anaingia baba na mama mimbabi taghlibi, katika namna ya kutumia moja kwa ajili ya wawili. Kama vile mtu ana watoto pacha, mmoja Hasani mmoja Huseni, unaozwa nani waliofanya utundu? Kina Hasani hao. Kwani watu wawili ni Hasani au mwingine Huseni? Au ukasema kina Huseni hao, kwani watu wawili Huseni, si mmoja Hasani? Kwa hivyo mimbabi taghlibi, unalitumia moja kwa niaba ya wote wawili. Warafa abawaihi, akawanyanyua baba yake na mama yake, ala al-arshi, kwenye jukwaa au kwenye kile kiti
cha utukufu. Unaona, tunarudi tena neno arshi. Arshi inakuja kwa maana jukwaa, inakuja kiti cha utukufu, inakuja katika nyumba, itategemea sentence ilivyokaa. Hapa unaweza kutafsiri kwenye kochi au kwenye jukwaa, ama katengeneza jukwaa hivi, alafu akawapandisha babake na mamake, yeye kaka katikati, baba yuko hapa, mama yuko hapa. Au kama ni kochi, akakae kwenye kochi katikati, baba kulia, mama kushoto. Ndugu zake hakuwapandisha, kapandisha wazazi wake wawili. Ndio pale anawapa heshima kubwa zaidi kuliko wote, na katika makazi akawaweka karibu, wale akaweka kwenye mabangalo mengine, ili wapate muda wa kujuta zaidi na kusemeshana kila wakati. Ingawa tena wahudumu huko wanaoendea, mzee unakunywa nini? Kahawa, maziwa, juisi, nini tukuletee? Nini? Zabibu, embe, chenza, chungwa, pera, si nini? Nini tukuletee? Na mchana hasa unataka chakula gani wewe? Biriani, pilau, bokoboko, mseto, oda zile. Wanatoa oda zinaandikwa pale, kila mtu analetewa chake anachokitaka, au mtakula pamoja. Akawanyanyua wale, wakabaki kwenye ukumbi, wamekaa huko kwenye jukwaa, yeye babake na mamake kwenye ule ukumbi, wale wengine wako kule kwenye viti. Wale ndugu zake 11 wote wako upande ule kule, na jamaa zao, sikasema wa ahlikum ajmaina. Kwa hivyo na wake zao na watoto wao, grupu kubwa hilo. Hatari. Wakharru lahu sujada, wakaporomoka kwa ajili yake kusujudu. Walioporomoka kwa ajili yake kusujudu ilikuwa ni baba yake na mama yake pamoja na wale ndugu zake 11. Wakaporomoka kwa ajili yake kufanyaje? Kusujudu. Sasa wako wanaosema hii ilikuwa ni sijida kamili hasa, bila kujali wameelekea wapi, kila mtu kwa mwelekeo wake. Walioloka hivi wakashuka chini wakasujudu, walioloka vile wakashuka kwenye viti vyao wakasujudu. Kuporomoka bila kujali mwelekeo, kwamba ni kibla wapi, wakasujudu tu. Na hii ndio inasemwa sajidati shukri, haina lazima kuelekea kibla. Kwa baadhi ya wanazuoni wengine ni au la kuelekea kibla, lakini unaweza ukasujudu vyovyote vile, umo ndani ya gari upo unasujudu vyovyote tu katika kushukuru. Wakharru lahu, na wakaporomoka kwa ajili yake sujada, hali ya kuwa ni wenye kusujudu. Je, wanamsujudia Yusufu? Wanamsujudia Mwenyezi Mungu? Wanamsujudia Mwenyezi Mungu. Ndio kama ile fasajada almalaikatu kulluhum ajmauna, kasema sujudu li Adama, sujuduni kwa ajili ya Adam. Anayesujudiwa ni Mwenyezi Mungu, sio Adam. Na ndio maana alipokataa Ibilisi akalaaniwa, kakataa kumsujudia Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kumtukuza Adam. Sababu atakuwa ni Adam, lakini anayesujudiwa ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kama mfano watu wamekutisha wewe, una kensa au una ukimwi, ukapata mawazo mabaya, lakini ukaenda hospitali. Hospitali ukapimwa, ukaambiwa subiri vipimo. Vivyo vikaja, bwana wewe huna kensa, huna ukimwi, huna chochote, wewe mzima. Ukaporomoka chini, alhamdulillahi rabbil alamin, ukasujudu. Unamsujudia daktari au unamsujudia Mwenyezi Mungu? Daktari yeye katoa taarifa tu. Au ulikuwa na kesi wewe mahakamani, imekaa vibaya, ikasikilizwa, jaji sema leo natoa hukumu, akasoma. Baada ya kusikiliza maelezo ya walalamikaji na utetezi na nini, natoa hukumu kama ifuatavyo: mshtakiwa fulani bin fulani hana hatia, yuko huru. Pale kwenye kiriri kwanza linaweza likakutoka hata shuzi, umeshusha pumzi, alafu ukaporomoka, huna udhu, unachota, ukasujudu, alhamdulillah. Kwani unamsujudia hakimu? Na ndio maana wakasema sijidati shukri haina haja ya udhu, kwa sababu unashukuru katika mazingira yoyote. Siku moja mtu mmoja ananiambia, Sheikh Msaba, hebu kemea hii, wachezaji wa Kiislamu wakicheza Ulaya, akifunga goli anasujudu kwenye uwanja, na wako wachezaji wengine wa Kiislamu akifunga goli anafanyaje? Anasujudu. Ati nikemee? Nikamwambia wewe umeanza kuugua kichaa.
Ile ni sajdati shukri yake. Wamevaa vibukta, lakini sajdati shukri haina masharti yote. Yule asiye Muislamu kafunga goli anapiga magoti alafu anafanya hivi, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Alafu watu sita kifunga goli afanya hivi. Yule katangaza dini yake, huyo aone haya kuitangaza dini yake. Hiyo ni dawa? Huo ni ujinga. Na sisi Waislamu ndo kazi yetu wakati mwingine kupokea na ujinga tu. Pale atakiwa na janaba asujudu, yamtoke mashuzi na mikojo sujudu. Tuko kwenye mapambano, ile ni jihadi. Anatetea Uislamu wake kuonesha na mimi ni Muislamu na ninajali dini yangu. Tusipime vitu vidogo vidogo hivi, yale ni mapambano makubwa. Sasa hawa fakaru lahu sujada, nani kakwambia walitia udhu au litayamam? Hawa walikuwa na udhu, walikuwa wametayamam. Una hakika wa atuni bi ahlikum ajma'ina, njieni na jamaa zenu wote. Kama kuna mmoja wao hakukung'uta usiku ule akawa nalo janaba, na kama umekuja na jamaa zao wote, unajuaje huo udhu utakaa vipi? Kwa hiyo unasema kimgusa tu mkewe ushatenguka. Sajdati shukri haina masharti hayo. Uliambiwa kwamba ule ukumbi umeelekea kibla, na kama wako juu kwenye jukwaa wanatazamana, hawa wanasujudu vipi na wale wanasujudu vipi? Wote waligeuka wakapeana viuno. Iko wapi hoja? Najua haya mambo ukiyapeleka kwenye jamii yatazami jada la umo, lakini mimi sijali sana, nishazoea. Lakini wakati mwingine hebu kidogo tuzifumue hizi akili zetu, tuyapime mambo katika namna zake. Kuna jamaa mmoja alikuwa kwenye ngarawa, anavua hapati samaki. Basi bwana akaja akalivuta nguru kama hivi likaja zake mle ndani. Basi alichojua kulitia ndani akasujudu juu lile nguru. Alhamdulillah, kiteo kichopatikana. Sajdati shukri, kasujudu juu ya pande la nguru. Wewe unafikiri kafanya dhambi? Kakosea kusujudu juu ya nguru? Sajdati shukri kakosa kitoweo kuchungu nzima kama tanguru, kishapata kitoweo, kishapata cha kuuza na mchele humo na kila kitu. Sajdati shukri iko free, iko huru. Twendeni basi, wakharu lahu sujada, wakaporomoka kwa ajili yake kusujudu. Tumefahamiana hatari. Wakala, na akasema sasa Yusufu, ya abati, baba yangu we. Na hii ikiingia ya abati tofauti na ya abi. Ile ya abati ina namna kama ya upole na kubembeleza, ndio maana nimetafsiri baba yangu we. Ije kidogo ndani yake kuna kulegeza, kulaini kidogo, sio ile ya abi. Na ndio maana kule Ibrahim naye akasema ya abati la taabudi, baba yangu we usiabudu shetani, anambembeleza. Mnatarahum ndani ya hii mfumo ya abati. Akasema baba yangu we, Yusuf akasema ya abati, hadha ta'wilu ru'yaya, huu ndio mrejesho wa ndoto yangu. Au tunatafsiri hii ndio tafsiri ya ndoto yangu. Ta'wilu, tafsiri ya ndoto. Kule alisema wakadhalika yajtabika rabbuka wa yuallimuka min ta'wilil ahadithi, tafsiri za matukio. Kakambia hii ndio tafsiri ya ndoto yangu, naijua sasa. Imechukua miaka mingapi kutoka alipoota mpaka akatupwa na ndugu zake, mpaka akaokotwa, mpaka akauzwa, mpaka akaenda jela, mpaka kaja akawa kiongozi? Miaka mingapi hiyo? Tuseme mingi. Na ndoto ndo ile moja tangu utotoni mpaka utu uzimani. Na kwa hivyo unaweza wewe ukaota ndoto ikakaa miaka 40 haijatafsirika. Lakini mwingine anapokuwa na papara, shekhe nimeota nitafsirie leo. Unaambia sawa, lakini hii inawezekana itachukua muda mrefu. Mimi sitaki muda mrefu. Wewe nani usotaka muda mrefu? Yusuf kakubali muda mrefu. Wale waliokuwa kule kwenye gereza akawatafsiria mpaka akatoka, mpaka akaenda karudishwa kazini, mpaka wadakara baada ummatin, akajikumbusha baada ya kitambo kupita.
si muda mfupi, lakini sisi tuna mapapara, si mchezo. Hadha tawilu, huu ndo mrejesho ru'yaya wa ndoto yangu. Mrejesho wa ndoto maana ulivyoota ilikuwa kama wazo, halafu inarudi sasa kivitendo, ndo naita mrejesho, lakini maana yake ndio ile ile tafsiri. Nikasema hii ndio tafsiri ya ndoto yangu, huu ndo mrejesho. Hadha tawilu ru'yaya qad ja'alaha rabbi haqqan min qablu. Kasema ndoto yangu ile ya mwanzo, ile min qablu, hapo mwanzo, na ndio ambayo baba yake anayejua, hakuna nyingine anayojua baba yake, hawajaelezana habari za ndoto nyingine. Min qablu, hapo mwanzo. Qad ja'alaha rabbi haqqan, ameifanya Mola wangu kuwa kweli. Kuonesha kuwa ndoto inaweza ikaja alafu Mungu akaizuia isiwe kweli, na anaweza akaifanya ikawe kweli. Kwani Ibrahim aliota nini? Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara. Yesu kaota na mchinja bwana. Kwani huko katika hali halisi alimchinja kweli? Si aliletwa kondoo badala yake akachinja? Kwa hivyo unaweza kuota umekuwa rais, halafu kumbe ukaenda gerezani. Maanake mwenye kuifanya ile ndoto ije iwe hakika ni yeye mwenyewe, Mwenyezi Mungu. Bado inaelea, haijawa hakika mpaka atakapoifanya Mwenyezi Mungu. Qad ja'alaha rabbi haqqan, ameijalia Mwenyezi Mungu kuwa kweli. Unaona, anaongeza. Na kwa hivyo ziko ndoto halafu haziwi, na ziko ndoto zinakuwa. Kwa hivyo bado ndoto haijaamua mpaka majaliwa ya Mwenyezi Mungu yapitishe kuwa sasa iwe. Jaalaha. Usende kugombana na mtu, mbona nimeota na kuwa tajiri, siwi tajiri. Lam yaj'alha rabbuka haqqan, Mola wako hakuifanyia kuwa ya kweli, utabaki hivyo hivyo. Vumilia. Unaota usiku umeokota pesa, asubuhi unaanza kuzitafuta ziko wapi? Qad ja'alaha rabbi, ameifanya Mola wangu kuwa haki, yani kwa kweli itokee. Halafu anasema maneno mengine, wa qad ahsana bi, na kwa hakika amefanya vizuri kwangu, iz akhrajani minas sijni, pale aliponitoa kwenye gereza ndio kafanya vizuri Mwenyezi Mungu. Yani mafanikio yangu yote yamekuja baada ya kutoka jela, sio kabla ya kutoka jela. Imekuwa ile jela kama tanuri na kwenda kuniwivisha, nilipotoka sasa nimekuwa safi. Au imekuwa kama nini, kama josho, nimekwenda kukoshwa kule alafu nimerudi, ndio mambo yamekuwa mazuri baada ya kutoka jela. Kabla ilikuwa mambo yangu si mazuri. Nipo kweli, nyumba kubwa, kila kitu usika nitaka bibi yeye na nini, lakini hata sikuwa na jambo la maana sana. Mambo ya maana yamekuja baada ya kutoka jela. Kama vile kwa mbali Nabii Yusuf anaonesha kwa mimi silalamiki kwa kufungwa. Umeifahamu point yake? Kama vile anaonesha kule kwenda kukaa gerezani, mimi sikulalamiki kwa sababu ndio sababu ya kupanda. Kwa sababu ukiitizama, asingeingia gerezani asingeweza kuwatafsiria wale jamaa ile ndoto zao zile. Na kama asingeweza kutafsiri ndoto zao, mfalme asingepata ile habari ya kwamba huyu anajua kutafsiri nini ndoto. Na kama mfalme asingepata habari ile, alafu yeye akaja akaota ndoto, asingemtafuta huyu amtafsirie. Na kama asingemtafuta kumtafsiria, asingempa cheo. Kwa hivyo imekuwa board massive, A is equal to B and B is equal to C and C is equal to D, so A is equal to D. Yani amekwenda yote yale, ikiwa hili ndio hili na hili ndio hili na hili ndio hili, basi lile la mwanzo na ile la mwisho ndio moja. Kwa hivyo kule kukaa gerezani ndio yeye sasa sababu ya kupata cheo. Kuna jamaa mmoja alikuwa baharia, akafanya kosa Ulaya, akakamatwa akapelekwa gerezani. Akakaa jela kule karibu miaka 3. Lakini bahati nzuri kule jela kuna mafundisho kule. Kuna makosa ukifanya hutesi, unapewa kazi za mikono zina nini. Basi akafundishwa mambo ya ufundi kule gerezani. Alipotoka ndo sababu ya kupata kazi kwenye kampuni moja, akawa fundi mkubwa mpaka akapata uraia, akaishi maisha mazuri, akachukua na familia yake.
Basi siku zote akiulizwa vipi siri ya mafanikio yako nini, anasema jela baba, jela. Siri ya mafanikio yangu ni jela baba, nisingekwenda jela mimi singepata mafanikio haya, naishukuru sana jela. Wewe ishukuru jela, watu wakuone kama watakuona kichaa. Sasa Mwenyezi Mungu akitaka kukupa riziki, akitaka kukunyanyua, kitu chochote anaweza kukifanya sababu, hata kama kikionekana kibaya namna gani, yeye anaweza kufanya sababu ya kukupandisha. Idha kharajani min as-sijni, pale aliponitoa wapi? Gerezani, kwenye jela. Wajaa bikum min al-badwi, na akakuleteni nyinyi kutoka jangwani. Akakuleteni nyinyi kutoka jangwani kwa ile njaa. Maana mngenijuaje kama niko hapa? Kama sikupata tabu kule njaa, mkahangaika mnatafuta vyakula, ndo sasa mkawaambia haya, nendeni mkatafute chakula, tunasikia Misri kuna vyakula vingi, nendeni. Ndo sababu ya kukutana. Ingekuwa kule kwenu kuna neema, mngekuja huku. Badui inatumika kwa maana ya jangwa. Badia ni jangwa, na bedui anaitwa badawiyun kwa sababu ya kukaa majangwani. Wajaa bikum min albadwi ay badia, akakuleteni nyinyi kutoka jangwani. Pigwa na njaa sawa sawa, mkaja huku ndo tukakutana. Mngekuwa na shibe kule, asingetoka mtu kuja huku, tusingeonana kamwe, kila mtu angekufa kivyake. Lakini ile njaa ile ikawa ndio sababu ya nyinyi kuja huku, tukapata kukutana. Sasa neema yote imekwenda namna hii. Ndio maana Mtume SAW anatutanabaisha haya mambo haya tusiyalaani. La tasubu riha, msiutukane upepo. Waarabu walikuwa msizitukane hizo zama wala upepo wala nini. Nyie kwenu ni majanga nini, lakini seme Mwenyezi Mungu tuwepesishie, Mwenyezi Mungu tuepushie. Hiyo sawa, lakini msizitukane hizi. Washenzi walikuwa wanazitukana. Kwa sababu mle unamuona wewe mabalaa, mle ndo mnaweza kuwa wakati mwingine ni sehemu ya wewe kufanyaje, kupata nafuu, ukapona, ukavuka. Kuna watu wanatajirika siku za ukame kwa sababu wanauza vitu sasa vilivyokuwa haviuziki. Siku za kawaida haviuziki, siku za ukame utaviuza. Nakumbuka wakati fulani niliingia njaa, watu walikuwa yale maganda ya muhogo. Ukiwa umemenya muhogo, anakuja mtu kukuomba ile ganda la muhogo, anachukua kisu, anapara mle pembeni mle, anatoa unga, anakwenda kufanya uji. Kwa hivyo shida wakati mwingine inafikia mahala mpaka kile kilichokuwa kinaonekana hakina maana kinageuka kuwa nini? Cha maana. Sasa Mwenyezi Mungu mwenyewe ndio ile kadari yake, khairi wa sharrihi min Allahi. Basi asema wajaa bikum min albadwi, na akakuleteni nyinyi kutoka jangwani. Min baadi an nazagha shaitanu, baada ya kuchochea shetani, baini wa baina ikhwati, baina yangu na baina ndugu zangu. Anakubali kwamba ile hali ya kunitupa mimi ndugu zangu ni shetani aliyechochea baina yangu na baina ndugu zangu. Qalu la yusufu akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba inna abana la fi dhalalin mubin. Wakasema kweli Yusufu na ndugu yake wanapendeza zaidi kwa baba yetu kuliko sisi, na sisi ndio wenye nguvu katika kijiji hiki. Ama kweli baba yetu yuko katika upotovu wa wazi kabisa, kapotea, hajui. Shetani yule kawasha wizi, la taqtulu yusufa bal itrahu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman salihin. Kwa hivyo akawachochea min ba'di an nazagha shaytan, baada ya kuchochea shetani baina yangu wa baina ikhwati, na baina ya ndugu zangu. Inna rabbi, hakika Mola wangu, latifun lima yashau, ni mpole kwa anachokitaka. Wazee wetu mara nyingi neno latifu wametafsiri mpole, lakini inaonekana hapa manake ni nyeti. Nyeti kwa maana vitu vyake haviwezi kuonekana kirahisi, ndio latifu. Ingawa bara ukisema nyeti sasa hivi katika Kiswahili cha bara, maana yake ni haya mambo tunayoyavalia chupi. Jamaa mmoja alichanikiwa na nguo nyeti zote hadharani.
Lakini nyeti maanake ni jambo halionekani, haligundulikani kwa haraka. Na haya mambo yetu ndio hivyo hivyo, ati kwani yanaonekana haraka haraka na kugundulika haraka haraka, haya yanachelewa kwa sababu yanafichwa sana. Latifu, yani Mwenyezi Mungu mambo yake ni nyeti, siri kwa anachokitaka, na siri zake zimo kwenye mambo hayo, kwamba kule kutupwa Yusufu ndo neema kwake, lakini kwa dhahiri limeonekana ni jambo baya. Kule kuingia gerezani Yusufu ndo neema kwake, lakini dhahiri limeonekana jambo baya. Inna rabbi latifun lima yasha, hakika Mola wangu ni nyeti sana kwa anachokitaka. Anapeleka vitu kwa namna ambayo hushtukizi kabisa, na unaweza kuona hili ndo limekwisha kabisa, kumbe ndo linakwenda kuinuka hilo vibaya vibaya. Utashangaa mpaka ulimi utoke nje, hii imekuwa hivi. Lakini lima yasha, kwa anachokitaka Mwenyezi Mungu anakipitisha katika njia zake, huoni, anakufumba macho. Inna rabbi, hakika Mola wangu, latifun ni nyeti, lima yasha, kwa anachokitaka. Innahu huwal alimul hakimu, hakika yeye Mwenyezi Mungu ndio mwenye elimu, ndio mwenye hekima. Hekima na elimu ni mali yake ndo mwenyewe elimu na hekima. Sisi katumegea tu, tumepewa kidogo tu, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Sisi tumepewa kidogo tu, na hiyo kidogo tunapishana, mwingine kapata, mwingine anamzidi mwenzake, mwingine anamtambia, mwingine nini, lakini ni kidogo. Mwenyewe hasa ni Allah. Na hikma hadi kadhalika tumepewa kidogo, wa man yuta al-hikmata faqad utiya khairan kathira, na yote atakayepewa hekima basi amepewa khairi kubwa sana, nyingi, khairi nyingi kapewa. Lakini bado elimu na hikma ni mali ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mambo yote haya yaliyofanyika yamefanyika kwa elimu ya Mwenyezi Mungu na kwa hekima ya Mwenyezi Mungu, na ndio mwenye vitu hivi. Na bila haya mawili hutawali, uwe na elimu na uwe na hekima. Ilmu na hikma. Ikiwa una elimu tupu huna hekima, tatizo, na ikiwa una hekima tupu huna elimu pia tatizo. Lakini afadhali kuwa na hekima bila elimu kuliko kuwa na elimu bila nini? Hekima. Ile hekima inaizidi elimu, kwa sababu hekima ni kuyaweka mambo mahala pake kama inavyotakiwa. Elimu itakusaidia hivyo, lakini wakati mwingine inaweza kukupa majigambo, na pengine majigambo hayatakiwi katika eneo hilo. Majigambo yako sehemu yanatakiwa kujisifu. Moja, vitani. Usende vitani alafu unajiponda mwenyewe, unakwenda kufanya nini sasa? Nenda vitani huko kujipa moyo, ukijisifu. Na adui yako mwambie, huniwezi mimi, usifanye mchezo, nitakuchawanya hapa sasa hivi, nitatengeneza bucha sasa hivi ya binadamu hapa. Kwenda akaingia mchecheto yule kwa karibu maneno yako, sasa usimwezi kweli, akaondoka. Ofwe nusirtu birru'bi, nimepata utetezi kwa kutiwa hofu watu kwa mchecheto tu. Ziwatie watu mchecheto. Ndio maana wale watu wa masumbu wale na nini, watu wa karate na nini, hasa kwenye zile ulingo rasmi, anakuwa na maneno ya ovyo yule. Mimi niliambiwa anakuja kupigana na mwanamume, kumbe mtu wenyewe demu. Njoo. Ananitamia demu, kumbe anakuparaganya tu. Mmepata taarifa zako, kumbe wewe demu. Hata uko chini nasikiri mambo yako ni ya kike, si ya kiume. Njoo hapa wewe msenge. Anamtukana kabisa. Inaruhusiwa katika vita kutukana. Katika vita inaruhusiwa kutukana kabisa, kwa sababu ni sehemu ya silaha. Halalan tayyiba. Katika vita, lakini tumefahamiana. Na katika kufundisha pia inaruhusiwa halalan tayyiba. Katika kufundisha, sio kufundisha madhambi, kufundisha wema inaruhusiwa. Twendeni. Basi innahu wal alimul hakim. Hasa Nabii Yusuf anamalizia kwa kunuti. Hii ni kunuti ya Nabii Yusuf, na mimi naipenda sana kunuti hii. Waislamu tumejenga mawazo ya kwamba kunuti ni ndani ya sala tu. Ziko kunuti za nje ya sala. Ziko kunuti za majanga, ziko kunuti za shukrani nyingi. Asili ya
Qanata manake kanyenyekea, yaknutu ananyenyekea. Waman yaknut min kunna lillahi wara amman huwa qanitun ana al-laili wa atrafa an-nahari. Tumefahamiana? Kwa hivyo hii ni kunuti, ni dua ya unyenyekevu aliyoisoma Nabii Yusuf, na mahala pake ni pale pa kushukuru unapopata cheo au unapopata umaarufu au unapookolewa na majanga. Ni mahala pazuri sana pa kuisoma dua hii. Hebu tuitizame. Anasema rabbi, mola wangu, kwa takdiri ya rabbi, wa hadfu ya yajuzu fi nidai ka qawlihim rabbi stajib duai. Kwa hivyo rabbi takdiri yake ya rabbi, ya nida imeondolewa na ya mutakallim imeondolewa, ikabakishwa kisra tu pale rabbi. Yani takdiri yake mola wangu, ndio tafsiri ya rabbi, mola wangu, qad ataitani min almulki, umekushanipa katika mamlaka. Umekushanipa katika mamlaka, hujanipa mamlaka yote, lakini katika mamlaka umenipa. Nimeshakuwa gavana wa nchi hii, umenipa. Au umeshakuwa waziri kama walivyotafsiri wengine. Min almulki, nakumbuka kule qul illahumma malikal mulki tutil mulka man tashau, sema ewe Allah mmiliki wa mamlaka zote, unampa mamlaka unayemtaka. Kumbe mimi umenipa hii diwani, mbunge, mwakilishi, waziri, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, balozi, rais, makamu wa rais, waziri kiongozi, waziri mkuu, nani. Hizi ni dua anatakiwa uzisome, hasa anapopata yale mamlaka, asome dua kama hiyo. Rabbi qad ataitani min almulki, tena kasema mina katika mamlaka, sio mamlaka yote. Hakusema rabbi qad ataitani mulkan, min almulki, min tabi'idhiya, umenipa baadhi ya mamlaka. Wa allamtani min ta'wili la hadithi, na umenifundisha baadhi ya mirejesho ya matukio. Ndio ile tafsiri ya matukio tumesema kule, ta'wil, hadha ta'wilu ru'ya, mirejesho ya matukio au tafsiri ya matukio, kwamba tukio hili tafsiri yake nini, tukio hili tafsiri yake nini. Kapelekwa jela, kashaiona tafsiri ya kukaa jela ni nini. Alitupwa na ndugu zake, tafsiri ya kutupwa na ndugu zake kaiona ni nini. Tena kasema nayo ni min ta'wili la hadith, baadhi ya tafsiri za matukio umenifundisha, kama kila tukio lina tafsiri yake, na wewe umenifundisha baadhi yake. Nimeweza kufanya prediction, nimeweza kuona kwamba litakwenda wapi, litaanguka wapi, litaishia wapi, na zote anatumia min tabaidhia. Fatira samawati wal ardhi, mwanzilishi wa mbingu na ardhi ndio wewe, kwa takdiri ya fatira. Hii fatira ni badali ya rabbi. Badali ya nini? Ya rabbi. Na kwa sababu hii ni mudhafu na samawati mudhafu ilayhi, ikiwa munada inakuwa mansubu, ndio maana ikawa fatira samawati. Lakini hili siliendeleze sana, kwa sababu siamini kama walio wengi hapa tunafahamu nahau. Wako wanaofahamu, sikatai, lakini si wengi hapa. Kwa hivyo sina haja ya kwenda mno katika mambo kama haya. Fatira samawati, mwanzilishi wa mbingu ni mwenyewe Mwenyezi Mungu. Wal ardhi, na ardhi umezianzisha wewe, hazikuwepo hizi. Kwa nini anataja uanzilishi wa mbingu na ardhi? Kwa sababu mbingu ndio inayotufunika na ardhi ndio tunaoikanyaga. Kwa hivyo utakapokwenda wewe lazima ufunikwe na mbingu, ukanyage na ardhi. Mimi nimetoka Kanaani, nimekuja Misri, lakini bado mbingu ni ile ile na ardhi ninayoikanyaga ni ile ile. Tumeweka mipaka hizi sio nchi, lakini bado ardhi ni moja ninayoikanyaga na mbingu inanifunika ni ile ile. Sijatoka nje ya ardhi yako, sijatoka nje ya mbingu zako. Sisi kama kuku ndani ya tenga, shekhi. Tena angalau yule kuku ndani ya tenga anaweza akachunguliza kichwa, shingo ikapenya, akawa nje ya tenga. Sisi hata shingo haitoki nje ya ulimwengu. Tumundani. Hatuna ujanja mbele ya mamlaka ya nani? Ya Allah. Fatira samawati wal ardhi, mwanzilishi wa mbingu na ardhi.
anta waliyyi fi dunya wal akhirah, wewe ndio kipenzi changu katika dunia hii na huko akhera, sina mwingine. Wali inatafsirika kipenzi na pia mtawala. Wewe ndo mtawala wangu katika hii dunia na katika akhera, ndo unayenitawala mimi, na pia wewe ndio kipenzi changu. Na hii nayo inatuthibitishia kwa upande wa pili kwamba Nabii Yusuf alikuwa kipenzi cha Mwenyezi Mungu, walii wake. Maana wewe unamwita Mwenyezi Mungu wali na yeye anakuita wali. Kasema ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Anta waliyi, wewe ndio kipenzi changu fi dunya wal akhirah, katika dunia na huko akhera. Ndo unayenipenda, ndo ninayekupenda, ndo unayenitawala, ndo natawaliwa na wewe fi dunya wal akhirah. Anta waliyi fi dunya wal akhirah. Kwa hivyo nakuomba tawaffani musliman, nifishe nikiwa Muislamu, yani mauti yanikute na mimi ni Muislamu. Umeona uzito mkubwa? Na sisi tunatakiwa tusome tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin, nifishe yani wakati nakufa niwe Muislamu, nisitoke, nisihame, nisende kokote, nisibabaike, nife nao Uislamu wangu. Wa alhiqni, na uniunganishe, wa alhiqni, na uniunganishe bisalihina, na watu wema, niingie katika kundi la watu, kwa sababu utawala unaweza kumtoa mtu katika wema akenda kwenye ubaya. Mali inaweza kumtoa mtu katika wema akenda kwenye ubaya. Umaarufu unaweza kumtoa mtu katika wema akenda kwenye nini? Kwenye ubaya. Wa alhiqni, na niunganishe bisalihina, na watu wema. Ndio kule akasema walladhina amanu alhaqna bihim dhurriyatahum, na wale waumini tutawaunganisha nao vizazi vyao. Alhaqa, ilhaqa, kuunganisha. Wa alhiqni, na niunganishe bisalihina, na watu wema, niingie katika kundi la watu wema. Tizama Nabii Yusufu anaomba sijakafa, ana imani nyingine, na anaomba aunganishwe na watu wema, na yeye ni nabii. Sasa mimi na wewe tunataka tuombe nini? Na sisi vile vile tawaffana muslimina wa alhiqna bisalihina. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie vifo vikitukuta vitukute Waislamu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tawaffani musliman wa alhiqni salih. Basi hapo ndipo Yusuf alipomalizia kuomba. Na hapa ni dokezo hili, hakutaka Mwenyezi Mungu sasa kwenda mbali sana. Alionyesha kwa Yusuf naye baadaye akafa, lakini kafa katika watu wema. Hakutaka tena kueleza maisha yake ya uzeeni na nini, yote katuachia. Kwa sababu ya hii dua tawaffani musliman wa alhiqni, nifishe nikiwa Muislamu na niunganishe na watu wema. Manake tayari Mwenyezi Mungu asema hii ikawa hivyo, ndo manake akafariki akiwa Muislamu na akawa katika watu wema. Dhalika min amba'il ghaibi, ndo aya yetu ya mwisho kwa leo. Dhalika min amba'il ghaibi, hilo ni katika habari za ghaibu. Hasa hili la mwisho la Yusuf kuomba haya ilikuwa ni baina yake na Mwenyezi Mungu tu. Kwa hivyo unayajuaje kama hajakwambia mwenyewe Mwenyezi Mungu? Dhalika min ambai, hilo ni katika habari za ghaibu. Nuhihi ilaika, tunalileta wahai kwako wewe Muhammad, na Muislamu naye apate kujua. Wama kunta ladaihim, na wala hukuwa pamoja nao, idha jma'u amrahum, pale walipokongamana jambo lao, walipokubaliana wale ndugu zake cha kufanya kule mwanzo. Wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati aljubbi, hukuwa nao walipokongamana, yani walipokubaliana. Kiswahili tumekubalika neno hili kukongamana, maana yake kukubaliana. Ndio maana kuna kitu kinaitwa kongamano, makongamano limeingia kwenye Kiswahili sanifu, kwa hivyo nalitumia. Wa ajma'u, wakakongamana. Iz ajma'u, pale walipokongamana, yani walipokubaliana kwa kauli moja, ndio tunapata hiyo ijma'i. Ijma'u ulama'il muslimina, kongamano la wanazuoni wa Kiislamu, yani makubaliano yao kwa kauli moja juu ya jambo fulani, inaitwa ijma'i katika fani ya usul fiqh.
Na wengine wanaikosea, wanasema jimai, sio jimai, iji. Ukisema jimai inakuwa ni ile habari ya kijitu kizima baina ya mtu na mkewe, ushakwenda siku kabisa. Ajmau, walipokongamana, amrahum, jambo lao lile la kumtupa, wahum yamkuruna, na hali ya kuwa wao wanaweka mkakati au wanakula njama. Tumesema kule wa makaru wa makara Allahu wallahu khairul makirina, wakaweka mkakati na Mwenyezi Mungu akaweka mkakati, na Mwenyezi Mungu ni mbora wa kuweka mikakati kuliko kile Kiswahili cha zamani, wakala njama na Mungu akala njama. Neno kula njama linakuwa si zuri, kwa hivyo ukilinasibisha kwa Mwenyezi Mungu litakuwa tabu. Ndio wale wa zamani wakasema wakala njama na Mungu akapindua njama, wallahu khairul makirin, na Mwenyezi Mungu ni mbora wa kupindua njama. Sasa wanatia negative, wanatia la ambayo haipo. Neno zuri sasa la Kiswahili sanifu, wakaweka mkakati na Mwenyezi Mungu akaweka mkakati, na Mwenyezi Mungu ni mbora wa kuweka mikakati. And they put strategy, and Allah also put strategy, and Allah always is the better of putting strategies. Na Mwenyezi Mungu siku zote ni bora katika kuweka mikakati. Kwa hivyo wahum yamkuruna, na hali ya kuwa wao wanaweka mkakati. Tufike hapo, tutakuja kuanza wama aktharu nasi walau harasta bimu'minina, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa atammu wa ajallu.